Ni mahafali ya 13 katika shule ya msingi Majengo iliyopo hapa halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga, ambapo wanafunzi 60 wamekwenda kuhitimu elimu yao ya msingi na kufanywa sherehe ya mahafali ya kuagwa leo tarehe 25 mwezi wa 9 2025. Wakisoma risala kwa mgeni rasmi, wanafunzi wa darasa la 6 wanaobaki katika shule hiyo ya msingi Majengo wamesema shule hiyo imeanzishwa mwaka 2007 ikiwa na darasa moja na idadi ya wanafunzi 40 na kwamba shule hiyo imekuwa kwa mafanikio makubwa na hivi sasa ina madarasa 11 na wanafunzi 581. Ndugu mgeni rasmi, shule hii ilianzishwa mwaka 2007 ikiwa na jumla ya wanafunzi 40 na mwalimu mmoja wa kike. Na darasa la kwanza tu wanafunzi hao wa kiume walikuwa 15 na wa kike walikuwa 25. Shule hii ilikuwa na chumba cha darasa kimoja bila ofisi ya walimu. Ndugu mgeni rasmi, mpaka sasa shule hii ina jumla ya wanafunzi 581 kwa darasa la awali mpaka darasa la 7 ambao wamemaliza mwezi huu wa 9. Kati ya hao wanafunzi wa kiume ni 270 na wanafunzi wa kike ni 311. Kwa sasa shule hii ina jumla ya walimu 16 wakiwemo wanawake ni 12 na wa kiume ni 4. Haya ni mafanikio makubwa ambayo shule yetu inajivunia. Vile vile idadi ya vyumba vya madarasa imeongezeka kutoka chumba kimoja hadi kufikia vyumba 11. Awali akizungumza na Amashi TV, mwalimu mkuu wa shule hiyo ya msingi Majengo, Mwalimu Amina Mrindoko, amewashukuru wazazi ambao watoto wao wanasoma katika shule hiyo kwa ushirikiano mkubwa wanaotoa, kwani ushirikiano wao wanaotoa katika shule ndio chachu ya mafanikio ya shule hiyo. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Amina Mrindoko. Ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Majengo. Shule yetu ya msingi Majengo ilianza mwaka 2007 ikiwa na darasa moja, lakini tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi tuna madarasa 11. Hii yote ni juhudi za serikali ya mama yetu pendwa Mama Samia Hassan Suluhu. Kwa kweli nawashukuru sana wazazi wa Majengo. Tangu nimekuja hapa nina miaka 9, lakini ushirikiano ni mkubwa. Ninaomba waendelee hivyo kwa sababu bila wao graduation hii ya leo tarehe 25 mwezi wa 9 isingefanyika, lakini ni kwa juhudi za wazazi kwa kushirikiana na walimu. Ninawashukuru sana. Naomba ushirikiano huu uendelee siku hadi siku ili maendeleo ya shule ya msingi Majengo yazidi kuwa mazuri. Kwa upande wake mwalimu wa taaluma katika shule hiyo ya msingi Majengo, Mwalimu Dorini Steven Shayo, amesema hana mashaka juu ya maendeleo ya taaluma katika shule hiyo, kwani katika kipindi cha miaka 3 mfululizo wamefaulisha kwa 100%. Nikizungumzia kwenye upande wa maendeleo ya taaluma, kwa miaka 3 mfululizo iliyopita tulifaulisha kwa 100%. Katika 100% hao kuna watoto ambao walipangwa kwenda vipaji na wengine walipangwa katika kwenda shule za kata. Katika vipaji tulipata msichana mmoja mwaka 2024 alipangwa kwa Mgogezi. Mwingine alipangwa shule ya Mkuranga ambayo ipo wilaya Mkuranga, shule yenyewe inaitwa Joketi Mwegelo. Watatu alipangwa shule ya sekondari Tanga Seki iliyoko wilaya ya Handeni. Tunashukuru Mungu hata mwaka huu tuna hakika kwamba tutafaulisha zaidi. Wastani wa shule unakuwaga zaidi ya 180%. Tunakuwaga na wastani wa B. Watoto huwa wanajifunza kwa kutumia zana na pia wanatumia mazingira ya shule katika kujifunza. Akizungumza kwa niaba ya wazazi wenzake, mzazi maalum alioandaliwa kwa ajili ya kutoa neno kwa wanafunzi hao wanaohitimu, ndugu Yohana Chabai, amewasa wazazi kujenga desturi ya kufanya maandalizi ya watoto hao wanaohitimu darasa la 7 mapema, ili unapofikia wakati wa kwenda kuanza sekondari, baadhi ya maandalizi muhimu yanakuwa tayari. Msingoje dakika za jioni ndio tunahangaika na vifaa vya watoto. Mimi Mwalimu Mrindoko na timu yako naamini kabisa hawa watoto hakuna hata mmoja atakayebaki nyumbani. Kwa maana hiyo sasa ni vema kabisa wazazi tukaanza maandalizi yetu kwa ajili ya vifaa vya watoto mapema. Kama tutaacha kitu tutakachoacha labda suruali na sketi,
kwa maana pengine hatujui huyu ataenda shule gani, lakini mahitaji mengine yote ndio yale yale. Tuandae watoto mapema ili isiwe shida. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika hafla hiyo ambaye ni meneja wa benki ya NMB tawi la Korogwe, ndugu Frenki Kilasi, amesema ni vyema walimu wakawa na utamaduni wa kufundisha watoto mashairi, ngonjera pamoja na kwaya, tofauti na kuwawekea CD za nyimbo za Bongo Flava, kitendo ambacho kinaua vipaji vyao. Kuwa nikiona katika shughuli za kuwaaga wanafunzi, kinachotaradadi ni kucheza, kuweka CD ya Zuchu na kucheza nyimbo za Zuchu is just an example, kucheza nyimbo zile ambazo ni playback. Kwa staili hiyo tunaua vipaji vya hawa watoto, kwa sababu mimi wakati nasoma shule nimeimba kwaya, nimefanya shairi, nimecheza sana ngonjera na maigizo. Hivi ni vitu vinavyowajenga hawa watoto. Tukiwapatia fursa wacheze, wa recite yale maneno yakae kichwani, wacheze, waimbe, kuna kitu kinawajenga. Leo wanaweza wasijue, lakini mimi leo katika umri wangu huu ninagundua kwamba yale niliyokuwa nikiyafanya shule yamenijenga sana kuwa huyu ambaye niko leo, kuwa na uwezo wa kuongea kwenye hadhara hivi bila kutetemeka. Kutoka hapa shule ya msingi Majengo iliyopo halmashauri ya mji wa Korogwe wilayani Korogwe mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.